kuchukua fursa hii kukaribisha kila mmoja katika ibada hii. Amen. Jisikie uko huru, jisikie uko katika nyumba ya baba yako. Amen. Uone ya kwamba uko mahali ambapo panafaa wewe ukue.
Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Asubuhi ya leo ama mchana wa leo nataka kukwambia Yesu anakupenda. Amen. Bwana asifiwe. Wewe ambaye umeingia mahali hapa na hata yule ambaye yuko njiani anakuja, Yesu anawapenda. Haleluya. Mungu mwema. Mungu Mwema. Neno la Mungu likasema ya kwamba watu wameokoka, lakini watu hawajui kufanya nini? Kumwabudu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Uliza mwenzako, wewe umeokoka na haujui kumwabudu Mungu? Haleluya. Amen. Unajua kuna challenge hapa. Kristo Yesu apewe sifa. Amen. Nilikaa nikajiuliza aje. Na nikakuja nikagundua kumbe kuna watu ambao hawajajua kumwabudu Mungu, lakini wameokoka. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ukitaka kujua mtu ambaye hajui kumwabudu Mungu, angalia tu katika ibada. Utaona tabia za mtu ambaye hajui kumwabudu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kiketi iko bure, unaambiwa keti lakini bado unazubaa. Haleluya. Mpendwa, nimekuheshimu, ingia mahali pale ukae, lakini unashangaa. Wewe umeokoka tu, lakini hujui kufanya nini? Kumwabudu Mungu. Haleluya. Amen. Kuna watu ambao wanajua kuabudu Mungu hapa, nione kwa ishara ya mkono. Simone. Kuna watu ambao wanajua kumwabudu Mungu. Ndio. Haleluya. Amen. Huyu anastahili sifa na ibada. Yes. Na yeye hufurahi wakati anapoabudiwa. Bwana asifiwe. Amen. Wakati unapomwabudu Mungu, yeye hufurahi sana. Bwana asifiwe. Amen. Sio kuokoka tu. Unajua hata mwizi ameokoka. Anakuibia, amekupora simu kutoka kwa mfuko, lakini ameokoka tu. Bwana asifiwe. Amen. Petro wakati wa kushikwa kwake Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Petro akawa anajificha ficha. Akaulizwa, wewe unaweza kuwa wewe ni mfuasi wa Yesu? Hapana. Akasoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akakuta kundi lingine, akajificha jinsi mnakaa hapa. Wakaangalia Petro, akamwambia, na wewe si inaweza kuwa wewe ni mmoja wao? Akasema, wewe hujui chenye unasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaenda akakaa chini mahali wanaota moto. Wakasema, na huyu mwenye amekaa karibu na sisi tulimuona naye akitembea na ule mtu. Akasema, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini walikuwa wanashuku Petro? Kwa sababu mwenendo wa Petro na matendo yake yalifanana na nani? Na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenendo wako na matendo yako yafanane na Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Usiwe mwokovu wa mdomo. Ukuwe mwokovu wa matendo. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Okoka ukimaanisha, maana Biblia inasema ya kwamba imani pasipokuwa na matendo imefanya nini? Imekufa. Haleluya. Amen. Nimeokoka lakini wewe uache ugomvi. Nimeokoka lakini mkono mrefu bado. Nimeokoka na tabia za kichini chini ambazo wanadamu hawajui, wewe ndio unajua tu. Hauachi. Bwana Yesu apewe sifa. Wokovu wako
maneno yako ya wokovu na tabia zako zitangaze wokovu wako. Hiyo ni wazo la siku. Bwana Yesu asifiwe. Tusalamiane hewani. Haleluya. Amen. Waimbaji, wimbo mmoja nitaka kumleta mtu wa Mungu. Kwaya.
nachukua fursa hii kukaribisha watu wote na wageni wote ambao wameingia mahali hapa. Bwana asifiwe. Amen. Madhabahu haya ni madhabahu ya moto. Bwana asifiwe. Amen. Ukiamini na upige magoti, magonjwa, shida, vitisho, laana zote zinaenda. Sema amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Nataka kufanya matangazo kidogo kabla sijakaribisha mtu wa Mungu. Kwa hivyo mikutano zetu zinaendelea, hatujasimamisha. Mkutano ya Friday ya ushirika wa Friday utaenda juu kwa Mama Marion hapo kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ushirika itaenda kule. Natumai amechelewa kidogo, lakini ushirika iko juu huko kwa Mama Marion. Siku hiyo ya Friday jioni kuanzia saa 3 tuko na maombi ya mkesha mpaka asubuhi. Karibu sana katika mkesha wetu siku ya Ijumaa. Bwana asifiwe. Siku ya Alhamisi mtu wa Mungu anapatikana pale Longisa. Natumai watu wa Longisa wako katika nyumba hii. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi hayo yanaanza asubuhi. Kwa hivyo ingia katika maombi ya siku ya Thursday huko Longisa pale Barracks. Bwana Yesu apewe sifa. Jumamosi mtu wa Mungu bado anapatikana katika estate ya Kipkaren kanisani. Bwana asifiwe. Kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo ingia mahali pale pia ukutane na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ushirika wetu unaendelea. Na tuko katika maombi ya 40 days. Hayo maombi yatakamilika mwezi ijayo. Tarehe mtu wa Mungu atatuambia. Na itakuwa ni Jumapili. Bwana asifiwe. Haleluya. Kumbuka kufanya uinjilisti. Kumbuka kupeleka neno la Mungu. Usilalie neno la Mungu peke yako. Chukua taa yako uweke hapa juu, iangazie watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ya leo ni siku kubwa, tumetembelewa na wageni. Wageni wako mahali hapa, wametoka Longisa, wametoka tauni, wametoka baharini hapa, wametoka sehemu mbalimbali. Nataka kusema wageni wote karibuni, mjisikie huru. Bwana asifiwe. Makanisa haya siku ya leo inatakana ikutane hapa 3. Kanisa la Kipkaren liko njiani. Kidogo tu mtawaona hapa. Bwana asifiwe. Na kwa niaba ya kanisa la Barracks pale Longisa, Bwana Yesu apewe sifa. Kuna msaidizi wa mchungaji yako hapa na watu wake. Situsimame tu juu. Watu wa Longisa. Watu wa Longisa. Msimame tu hivyo. Msaidizi wa mchungaji, karibu sana. Usalamie ibada. Maana kama mchungaji hayuko, yeye ndio namuuliza jinsi kanisa inaendelea. Haleluya. Bwana asifiwe. Tusalamiane kwa ishara ya mkono. Longisa tuko salama, tunaendelea vizuri. Tunashukuru Mungu, tumeona mkono wake akiendelea kutupigania. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vile tunaona sisi ndio Longisa. Mchungaji pia anafikiria kunjani. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kwa haya machache Mungu awabariki sana. Amen. Watu wa Longisa ni wengi, wengine wako nje kwa jikoni. Wanatengenezea watu tumbo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Watu wa baharini. Inuka tu mahali uliko, usiongee, simama tu. Maana hii siku ya leo ni yeye. Baharini. Tusalamiane kwa ishara ya mkono. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa niaba ya watu wa baharini, mimi ni mchungaji wa mahali hapa. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wageni ambao wametutembelea siku ya leo. Hata kama ulikuwa hapa Wednesday kwa maombi na hauwa ushiriki na sisi, wewe sio mshiriki wa Faith Believers Church, simama tu juu. Tunakupenda sana. Asante kwa kukuja kwako. Haleluya. Amen. Huyu mchungaji anapenda watu sana. Wageni. Nawaona kwa macho. Unajua kila mchungaji anajua tu kondoo zake. Simama tu, usiogope.
Usiogope. Nimeona wageni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hii ni kanisa la maombi. Kwa hivyo hii maombi kila wakati watu huingia hata kama si wadhehebu hili. Lakini wewe sio mshirika wa hapa. Nimekukaribisha siku ya leo. Hao wageni sio wengi. Simai kitembee. Wasalamie tu tujue ni kina nani. Bwana asifiwe. Anzia huko nyuma. Salamu tu na wewe ni nani, umetoka kanisa gani? Kama huendi kanisa tumekukaribisha. Kuja kabisa. Karibu sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi nashiriki Glory Baptist pale Baharini. Nimekaribishwa na Douglas. Nikuje nisherehekee sherehe ya mtoto. Naitwa Celine Samson. Karibu sana. Huyo ni mshiriki wa Pastor Kailas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Naitwa Jemtai Simotwa. Nimekuwa nikikaa nje tu kwa muda, lakini nimeona ni vyema nishiriki hapa. Lakini last week hatukupewa nafasi ya kujitambulisha, but tunashukuru. Mwambie karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Kwa majina ni Lavenda. Nashiriki ACK. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Naitwa Frida. Nantizadwe. Sisi ni wageni wa Taki. Nashiriki Tigawet Catholic. Mbarikiwe. Karibu sana. Mungu ni mwema Kila wakati. Mungu ni mwema. Nashiriki Sigawet Catholic Church. Mimi ni mgeni wa Bwana. Karibu sana. Jamani, usimpige hata makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mulembe boss. Mulieka. Horo wanyu. Mubendi. Muko fine? Yes. I'm fine too in Christ. Tumshangilie Yesu. Nampenda Yesu kwa sababu alitangulia kunipenda. Amen. Haleluya. Mimi ni jeshi la wokovu. Sawa sawa. Sio la Kenya. Sawa sawa. Na sio la baharini. Jeshi la nini? La wokovu. Kwa hivyo jeshi liko mahali hapa na limebeba wokovu. Amen. Najua nimekuwa mahali hapa ninateseka tu kutafuta kitambaa ya kujipanguza jasho. Lakini wakati niliingia hapa kuna mtumishi wa Mungu ambaye ni mama. Akasema kwamba moyo wako ukuwe na tamaa. Na wakati nilikuwa nikiamka, nikawa na tamaa ya kufika hapa nikasahau kitambaa. Kumbe sasa yeye ndiye alikuwa ananiongelesha. Haleluya. Kwa hivyo nashukuru Mungu maana imekauka na naomba sasa ikuje. Sasa hii imeenda. Sasa ingine inakuja. Si ni sawa sawa? Niko tu mahali hapa ni kwa ajili ya kushuhudia ukuu wa Mungu. Hatuna maneno mengi. Tunang'ana tuna hii safari. Si ni sawa sawa? Tukikutana kule njiani uniite mama tu ndiye ananiita majina mara sana lakini naitwa baba Mike, naitwa baba Ryan, naitwa baba Ashley, naitwa baba niko na watoto wengi. Maana ninatimiza maandiko. Si mnishangilie. Mungu awabariki. Haleluya. Baba Ryan. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Si hata uko na tamaa ya kuitwa baba. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini usiite watoto epukulu. Unasikia hiyo Ryan? Yaani jina safi. Anaita watoto jina ingine mtu mwenye alikuwa anaitana, alafu mtu anaanza kufanya practice akiwa mdogo. Unashangaa nini mbaya kumbe Neila kajina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naitwa Pastor Rose, hapa na hudumu hapa katika madhabahu haya ya moto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifika mahali hapa umefika. Yes. Amen. Unaona baba leo acha nimuite hivyo. Amen. Huyo ni kijana wa hapa. Amen. Umeona vile amekatika. Amen.
Kwa hivyo ukiingia hapo usiogope. Huwa ninasema ukiingia mahali hapa, ukijisikia kuomba ukilala chini, la. Yes. Ukisikia uomba ukirukaruka, ruka. Yaani omba na style yako, bora unafanya nini? Haleluya. Amen. Na hata kama wewe ni night runner, ukisikia ile kitu imekuja. Unajua huwa inakuja ni kama kiu ya chai. Ukisikia inakuja, unaanza kufura. Achilia tu. Achilia, maana wakati unaachilia inaanza kuanguka chini, alafu Roho Mtakatifu anachukua nafasi. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilisema hivyo mahali pengine wakanichukia, wasema ile mama mfupi huyo mama si mtu mzuri. Anakaa kama mzee wake na ni kama alimkawia ile kitu. Haleluya. Si ni mzuri ugawe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiishi na mchawi utakosa kuroga. Lazima uroge, si ndio? Maana lazima uroge uchawi wake. Kwa hivyo naishi na yeye lazima nikuwe kama yeye. Sema amen. Salamia mwenzako, sema amen. Mpe mwingine salamu, mwambie amen. Haleluya. Siku ya leo mimi naitwa Shosho. Nilianza kuitwa Shosho, mama Sembla akacheka tena. Jamani Shosho. Yaani last week. Bwana asifiwe. Alafu maajabu. Wakati huyo mjukuu anakuja, na huyo mjukuu akaleta mjukuu mwingine. Bwana asifiwe. Wakati mama kijiji wanaandaa siku ya huyu wa leo, na mwingine tena akakuja pale mailini. Jamani, nani kama mimi? Yaani katika hao wajukuu kuna bishop hapo. Kuna mama assembly hapo. Kuna muinjilisti hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na mama na baba ya hawa wajukuu ni wanakuja saa hii. Kristo Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo nimevaa mavazi yangu rasmi ambayo niliombewa nikimwagiwa mafuta. Amen. Douglas, usijaribu kumesi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukicheza na huyo mjukuu, kiboko itakukula. Alafu utatoshana na bishop. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa vizuri kweli. Tunza mafuta iliyoko ndani ya huyo mjukuu. Maana ni mtumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Huwa tunaongea tu hivi alafu inaisha. Yes. Kristo Yesu apewe sifa. Amen. Siku nyingine tulikuwa tunaweka mtoto wake hapa. Mwenye mtoto wako hapa anasikia. Akaambiwa siku yenye utacheza na huyu mtoto atalia kwa masikio yako mpaka uanguke chini. Alianguka hakuanguka, wenye wanatembeanga na yeye. Alianguka hakuanguka. Si alianguka. Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi wa Mungu hako mahali pale Longisa. Anatembea kama mtumishi wa Mungu mwenyewe. Leo hajakuja. Ningemweka hapa juu kwa madhabahu. Ndio mjue chenye ninaongea ni nini. Bwana asifiwe. Mama yake hako hapa amenikosea sana. Haleluya. Maana huyo ndio mtoto wa kwanza mimi kumuita mtumishi. Na ni mtumishi kweli. Ati tabia na mwenendo ni kama Yesu. Uzuri mama ya mtoto amekuja. Kwa hiyo anje kama unakuanga mtu wa kufura, kuanzia leo kufura X. Kumebeba mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ati Mariamu akashangaa. Malaika akimwambia jamani, utapata mimba. Mimi sijamjua mume. Itakuwaje mambo haya? Lakini akaambiwa utambeba mtoto mwanamume na jina lake ataitwa Yesu. Na mabegani pake katakuwa na ufalme wote. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akacheza akifikiri ni mchezo. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua na kuandaa ili mtu wa Mungu akikuja utoke huko mahali huko. Bwana asifiwe. Haleluya. Yusufu akasema nimesikia kitu ati huyu mchumba wangu ako na ujauzito na mimi sijafanya ile kitu, itakuwa imetoka wapi? Kwa hivyo moyoni mwake akasema ninamwacha. Hakuambia mtu. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Hey. Sema maajabu. Hakuambia mtu. Aliwaza peke yake. Usiku malaika wakamwambia,
Yusufu. Mawazo unayowaza ni ya kinyume. Usimwache Mariamu mkeo, maana mimba ambayo ameibeba ni ya Roho Mtakatifu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Maneno hayo unajua naongea ikienda hapo. Msicheze na huyo mtoto, kwa sababu mtoto mnaye katika nyumba yenu ni mtumishi wa Mungu. Alipatikana kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Alipatikana nini? Kwa neema. Katika mawazo yenu na akili zenu hazikuwa zinatarajia. Lakini Mungu akasema hawa lazima niweke kitu hapa, na akaweka. Bwana Yesu apewe sifa. Salamiani. Huyu Mungu anatenda mambo makubwa sana. Ati yasiyowezekana kwa mikono ya mwanadamu, kwake Yesu yanawezekana. Haleluya. Zingatia tu maombi. Wacha kuenda kwa basalizi. Nienda kwingine huko chini wakasema ni mawe tatu. Watu wanaenda huko wanapeleka vitu vyao. Leta vitu vyako madhabahuni. Mpe Mungu. Bwana asifiwe. Wacha kubeba 2,000 atuwaende wanioneko. Kwa mama Bwana asifiwe. Amen. Sasa wacha niende na 5,000 alafu watanionako. Wanakuona nini? Na unauliza maswali. Sasa nimeweka 5,000. Huyu mume wangu anaweza kuwa anatembeaka vizuri kweli. Mganga anasema jinga amekuja. Anakuambia atembeangi vizuri. Na ukitaka atembee vizuri utaongeza another 5,000. Bwana asifiwe. Amen. Hata watoto wenye niko nao hawa wanaweza kuwa wako na nyota kweli. Anasema ya kwamba nyota zao hakuna, zilichukuliwa na jirani yako, ule anakuanga mrefu mfupi kidogo, tena anakuanga mweusi brown hivi, alafu unasikia. Sasa ulete kuku ya brown na ulete tena sijui vitu gani, na unajua usipopata hiyo vitu zote nafanya calculation inakuja 10,000. Wamama Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu tunapeleka tu. Tunatengeneza watoto. Leta watoto mbele za Bwana watengenezwe tu. Haleluya. Kristo Yesu apewe sifa. Amen. Tunaweka watoto wakifu. Alafu iko watu wa macho. Bishop, wakati wa wakifu kama siku ya leo, kuna watu wanakujanga hapo, wanakuja tumeenda sherehe. Kumbe watu wamekuja na macho 4. 2 Mungu aliwaumba nayo. Na 2 shetani aliwapatia. Mpe mwenzako haifafu muuze ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamaliza sherehe tunashangilia, alafu tukitoka vitoto vinaanza kulia. Mate inaanza kutoka. Mwili inaanza kuchemuka. Mama kijiji, mtoto yangu. Na tukihesabu 3 days kutoka kanisani. Hiyo ni siku ya Wednesday. Yaani mtu alikuja kuabudu akisherekea akiachilia vitu kwa watoto. Siku ya leo kaa vizuri kwa kiti. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo kama kunaye mtu kama huyo hapa, mambo ni ngapi? Aokoke ama apofuke? Ninawachilia fire. Ninawachilia fire. Ninawachilia fire. Ninawachilia fire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ati Yesu akawa anatembea akaangalia kanisani. Akakuta watu wako kanisani. Badala wamwabudu Mungu, wanafanya sarakasi, wanauza vitu. Bwana asifiwe sana. Amina. Akakasirika. Akafunganisha zile vitu. Akapiga kila kitu ikafukuzwa wale watu nje. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nyumba ya Mungu ni nyumba ya sala. Sio nyumba ya sarakasi. Ndio. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo Yesu apewe sifa. Amen. Mtu ambaye ako na hiyo kitu anashangaa, sasa huyu mchungaji huwa anamuonanga pale barini, kumbe ni mbaya hivyo. Sio mbaya. Nataka uokoke, nataka uoshwe, nataka usafishwe. Ili uwe mweupe mbele za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Nisipokuambia leo, nitaulizwa wakati niliweka ujumbe ndani mwako uliachilia. Bwana asifiwe. Kuna moyo ambaye uko mahali hapa, ujumbe huu unaanguka kwake na anabadilika. Haleluya. Amen. Simama kwa miguu yako. Nitengeneze niwe
niwe wako, Nitengeneze, 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 niwe wako, nitengeneze.
niweze na kukuza hata kile ambacho siwezi kukuza kwa mfano katika leo. Mwambie Bwana katika na ufahamu na ukuu wako unatukika na shukrani. Baba wetu, Mungu wa ajabu, Mungu ishiye milele, nachukua fursa hii kukuheshimu Mungu na kusema wewe ni Baba. Haujawahi shindwa hata siku moja. Umekuwa Mungu wa kipekee kwa ajili ya maisha yetu, na umekuwa Mungu ambaye hili jina ambaye ni jina lako limebeba uhai kwa kila mmoja. Kwa yule atakayeliamini hilo jina hatabaki jinsi vile alivyo. Na ni kwa Yesu na nimeomba. Kiti chako cha baraka. Haleluya. Alafu Robert, hizi speaker za mbele utaua sauti kidogo, alafu ibaki ile nyuma ndio itoe sauti nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kuchukua fursa hii kuheshimu kila mmoja kupatikana mahali hapa katika nyumba ya Baba Takatifu. Haleluya. Nataka kuchukua fursa hii kusema Yesu anaweza na atabaki kuitwa Yesu. Haleluya. Chukua mahangaiko yako weka kando. Chukua mateso yako weka wapi? Kando. Baada ya hiyo fungua moyo. Fungua nini? Moyo. Haleluya. Tunaelewana? Chukua nini? Mateso yako. Fanya nini? Chukua nini? Shida yako. Fanya nini? Alafu upeane nini? Moyo. Tunaelewana sasa? Haleluya. Yesu anahitaji moyo wako sasa. Anataka akubadilishie kitu kinaitwa historia. Historia ya mwanadamu inaweza badilishwa kama uko tayari kupeana nini? Moyo wako. Kuokoka, watu ni sawa wameokoka, lakini wengi hawajapeana nini? Moyo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ibada ya leo Mungu anataka mtu kupeana nini? Ili kitu kizaliwe chenye ambaye kitakuwa ni ushuhuda kwa maisha yako. Haleluya. Kila jambo Mungu huwa ako na malengo yake na makusudi yake. Halo. Kuinuliwa kwako, Mungu anahitaji moyo. Haleluya. Haijalishi umeokoka miaka mingapi, kwa sababu kuokoka watu umeokoka, lakini hawajapeana nini? Moyo. Unatazama jirani yako,
Mwambie halo. Amesemaje? Ako sawa? Ukimwangalia unaona ako sawa? Tayari Mungu ametuinua. Sasa kung'ara tunakubarikiwa sana na Mungu zako. Siku ya leo nitatangazaje? Salamia Mungu. Mwambie leo ulisikumbushe leo nitatangazaje? Watu wafanyaje? Mungu anaingia mahali pasafi. Na akiingia anakubadilishia historia yako. Haleluya. Hawezi ingia na ubaki yule yule. Tunaelewana watu? Haleluya. Nitawafundisha nikifika. Haleluya. Mungu anasema haiwezekani. Nini hiyo haiwezekani? Hebu unasema yeye yako, nini hiyo haiwezekani? Hata unajua nimeomba sasa haujapeana moyo. Na leo niko na imani mtu atatoka hapo na kakitu hapo kazuri. Hautatoka kama utaelewana na mimi. Bwana asifiwe sana. Kama utafanyaje? Utatoka hapo nayo. Hiyo ndio kitu ninakuhakikishia. Haleluya. Nilikuwa nimepotea baba yangu. Nilikuwa mwovu sana. Haleluya. Bwana Yesu kanifilia. Kama si pale Kalvari. Kama si pale. Kama si pale Kalvari. Kama si pale. Kama si pale Kalvari. Kama si pale. Kama si pale Kalvari. Jehanamu ingekuwa yangu. Haleluya. Nilifundisha kwa kesha. Leo nataka hivi. Kama unakuanga mume, sameje yako. Ambie kama unakuanga mume. Tunataka kukumoe katika hilo jina mume. Haleluya. Nataka nikuingize kwa jina mwanaume. Amen. Pea mtu wifi. Haleluya. Amen. Mume ni mtu wa aina gani? Kuoa ameoa lakini hajakuwa serious na ndoa. Haleluya. Amen. Kuoa lakini mwanaume. Haleluya. Mwanaume akienda mbele za Bwana anapiga magoti akisema, Baba usiniaibishe duniani. Sasa mtu mume hana time ya maombi, mwanaume ako na time ya maombi. Pea mtu haifai. Mke hana nafasi na Mungu lakini kuokoka ameokoka. Mwanamke, haleluya, anaweza wacha malazi yake akuje kanisani akonge hata siku ngapi mpaka Mungu amtumie
kumalizia haja ya moyo wake, pea mwingine haifai. Hawa ni watu wangapi? Mke amebeba sehemu gani? Na mume amebeba nini? Kuna sehemu moja lazima iwache. Ibaki moja. Na kama utabaki na hiyo moja, tunarejea kuondoka kwa mlango. Lakini tuone kwa maisha. Amen. Tunaelewana leo sasa? Mke ukisemesha wake karibu milioni 20, watu watasema wameokoka. Haleluya. Yesu ni Bwana. Ukisemesha wanaume hata kama ni milioni 20, watu watasemaje? Lakini sasa nataka tukutoe wapi? Kwenye nafasi moja. Uingie wapi? Kwenye nafasi nyingine. Ukiingia kwa hii nafasi, nataka nitaongelea hii, maisha yako hayatabaki vile yalivyo. Amen. Haleluya. Tunaelewana leo? Wakesha nalisema kuna mke ameolewa, ako ndani ya ndoa. Haleluya. Amen. Lakini hajakuwa tayari kukaa wapi? Lakini anasemanga ameolewa. Sasa huyo Mungu hawezi kumtendea muujiza mpaka wakati atakubali nini? Akuwe mke, atoe hiyo jina, aitwe mwanamke. Haleluya. Kuna mtu hajawahi kubali yeye ni mama, ako kwa laini ya nini? Mpaka wakati utakapokataa ile jina la nini, uitwe ndio Mungu atakuonea huruma. Tegemeza ndani yako. Mwambie tunajiandaa ili Mungu afanye kitu kwa maisha yako. Kama sio hivyo, hata tukuwekee mikono itakuwa kazi bure, tutakuwa tunachoka. Haleluya. Kwa hiyo siku ya leo ni ibada tofauti kidogo. Ni ibada ambaye ya mtu achomoka na kitu hapa. Amen. Achomoka na nini? Na kama utakuwa tayari utachomoka nayo. Na kama utakuwa tayari bado hautachomoka. Haleluya. Neno la mwisho. Hakunanga maombi ya kupendelea. Haleluya. Hakunanga maombi ya kufanya neno. Ni wewe ukubaliane na neno. Usipokubaliana na neno, hautaona nguvu ya hilo neno. Haleluya. Tunamaliza. Tuko na revival siku 3 inakuja. Mwisho wa maombi ya siku 40 kuna nini? Kuna revival. Itakuwa Friday, Saturday na Sunday. Na Sunday ya siku ya 40 itakuwa mlipuko mkubwa mahali hapa. Haleluya. Kuna vitu vitakauka, kuna laana itatoweka, kuna uchawi itaenda na watu watapona. Siku ya mwisho ya mlipuko wa siku
itakuwa ngapi? Haitakuwa rahisi. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha umeingia kwa mikutano yenye iko katikati. Maombi haya ni uinjilisti. Mama ndio akawa mwinjilisti walo. Hawa hayasimama. Tunapanga kukuja huko kwako. Haleluya. Ukitoka mahali hapa leo, nenda utangaze kile kijiji chako. Tunakuja Thursday. Watu waliongiza. Tunaelekea wapi? Wanaita hapo Nangili. Saa 3:30 tutakuwa tumefika. Na hatutakuwa na haraka. Bwana Yesu asifiwe. Tutachapa injili mpaka saa 11 ndio tutatoka huko. Hii ni Thursday. Na tunakuja tunahubiri injili na tunachukua sadaka. Maombi ya 40 days, tukishamaliza maombi, hakikisha watu wametoa nini? Hakuna maombi ambayo inasaisha mbele nini? Na ndio wana atubarikiwe, atuinuli. Tunamaliza. And after mnaanza lini? Ama hakuna? Lini? Ile. Sawa. Haleluya. Sasa ya wiki ya nini? Tunapanga maombi. Halafu ngetichi tunapeleka maombi siku 2. Watu wanamgetichi mko hapa. Tunakuja. Mtuandalie mahali ya kuweka mkutano. Tunataka tupeleke na mgetichi Yesu. Tutangaze injili. Watu ambao wanachafua huduma wako huko wengine. Haleluya. Tunataka tupeleke injili huko. Anamgetichi. Tunaenda sasa. Mtupale tafutie vyenu mzuri ya kupeleka injili ya Yesu. Haleluya. Huko tunaenda nje. Hatuna jana mvua. Tunaenda na mitambo ndio. Kaza. Hakikisha kila kitu iko safi. Waanze kutafuta mali, nipeleka vyombo. Tunapeleka injili ya Yesu. Haleluya. Yeye ni maombi 40 days. Mwinjilisti huko tunakuja na vyombo. Simu umeingiza mabado. Tunakuombea Mungu sitema iko kwako nitupeleke na kasi rahisi. Lakini bado tutakuja na vyombo. Bwana asifiwe sana. Bado spika itafanya kazi. Bila stima injili inaendelea. Haleluya. Kuna majirani wasikie Yesu. Sio kweli? Kama baadhi ya siku 40 tujamalizana nayo, tunatafuta nafasi ya kuteremka wapi? Shemala. Bwana asifiwe. Amen. Salamia mtu. Mwambie uko tayari kutembea nawe kwa maombi. Alafu nataka nikwambie hivi. Ukishika ile yako mkononi. Mwambie usiogope kuombelewa na watu. Hata Yesu aliongelewa na watu. Aya, mwambie twende sasa. Haleluya. Tufanyaje? Haleluya. Unajua watu wanachezanga. Unajua ukipatwa na shida, mama kiji asipokuja kuniambia ukapatwa na shida siwezi kuja. Wacha niwaambie nyinyi. Unajua mnachezanga tunaye mama. Bwana asifiwe sana. Asipokuja niambie, hautafanya nini? Na kama mtu amezaliwa bila yeye siwezi kumtoa kwa hapo. Kweli roho. Haiwezekani. Mimi namuona mtu mdogo. Lakini siku moja utashangaa, utakuja kumpigia magoti na kufikisha mbele. Salimia jirani yako.
asifiwe sana. Maana bila yeye haiwezekani. Pea mtu haifai. Mwambie jirani. Uko tayari tuone mbele? Na watoto wanaongezeka. Hapo tumetoka. Nani anafanya kazi ya Mungu leo? Bwana nataka sasa nikiombee zawadi. Nikiombee. Naye kuna mtu atakuwa naye mwakijia anabarikiwa. Na anafanya kazi ya Bwana. Mzee kanisa anafanya kazi ya Bwana. Haleluya. Nataka tufanye kazi ya Bwana. Nataka tufanye kazi ya Bwana. Kwa haraka sana.